Sisi Waislamu manhaji yetu hatuna maandamano. Maandamano ni ya makafiri. Sisi Waislamu hatuna nidhamu inaitwa maandamano, hatuna kabisa. Ndugu zangu Waislamu, katika tabia ya mwanadamu na katika kawaida ya mwanadamu, anapenda awe na amani katika nafsi yake, awe na amani katika mali yake, awe na amani katika familia yake, awe na amani katika njia yake ya kutafuta riziki, awe na amani katika mji wake na nchi yake. Lau kama mtu ataishi katika sehemu ambayo haina amani, ataishi kwa shida. Lakini kikawaida mtu anapenda awe na amani popote pale alipo, hata kama yatatokea mapungufu kwa wale wanaomuongoza, hata kama itatokea dhulma, hata kama yatatokea mapungufu mbalimbali, hata kama itatokea njaa, hata kama ayu alahibba itatokea kwamba mtu anaishi kwa kudharauliwa, lakini maadamu anaishi kwa amani, hapo atakuwa anaishi kwa usalama na atakuwa anaishi katika jambo bora ambalo kila mmoja analitamani kuwa nalo. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, yote yule ambaye ataamka hali ya kuwa ana amani katika familia yake, ana amani katika sehemu yake ya biashara, ana amani katika mali yake, ana amani katika njia yake, ana amani katika sehemu yake ya kazi, ana amani kwa watoto wake na wake zake na baba zake na mama zake. Mtu huyu ambaye ameamka hali ya kuwa na amani, muafan fi jasadihi, anaishi hali ya kuwa na afya katika mwili wake, indahu qutu yaumi, ana chakula cha siku yake hiyo, hana uhakika wa kupata chakula cha kesho. Ana chakula cha siku ya leo, lakini chakula cha siku ya kesho hana. Mtu huyu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, fakaannama hizat lahu dunya, huyu ni kana kwamba amepewa dunia yote. Mtu ambaye anaishi hali ya kuwa ni maskini kwenye nchi ambayo ina amani, mtu huyu ni kana kwamba anamiliki dunia nzima, tofauti na mtu ambaye ni tajiri hali ya kuwa anaishi katika maeneo ambayo hayana amani. Mtu huyu ataishi kwa shida, ataishi kwa matatizo, ataishi hali ya kuwa anasikia mingurumo na sauti za makombora, sauti za ndege za kivita, akiagana na rafiki yake, hana uhakika kwamba kesho watakutana, kwa sababu inawezekana akawa ameuawa. Ahibati fillah, al-amn lahu ahamiyatun kathira. Amani ina umuhimu mkubwa. Amani ayu alahibba ina umuhimu mkubwa katika maisha ya binadamu, na ndio maana hata ar-rusul wal anbiya alayhi salatu wasalam walikuwa mara kwa mara wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala aijalie miji yao iwe ni miji ya amani. Nabiyullah Ibrahim anauombea mji wa Makkah, anasema rabbi ij'al hadha albalada aminan mutma'inna, anasema ya Allah, tunakuomba ujalie huu mji wa Makkah uwe na amani, uwe na utulivu. Hili jambo linatupa kwamba kuna umuhimu wa kila mmoja kuliombea taifa lake, liendelee kuwa katika amani, liendelee kuwa katika utulivu. Kuna umuhimu mkubwa wa watu kuishi katika amani. Leo hii watu ambao wanaishi
huko Kongo, huko watu ambao wanaishi Somalia, sehemu ambazo hawajapata amani, hata kama ana uwezo, hata kama ni tajiri, hawezi kufurahika na utajiri wake kwa sababu ya kukosa jambo muhimu, nalo ni amani. Miongoni mwa umuhimu wa amani, ayu lahibba, katika Uislamu, kwamba Uislamu umekataza kila jambo ambalo linapelekea katika uvunjifu wa amani. Kila jambo ambalo linaweza kuleta fitna, linaweza kuondoa amani ya watu, Uislamu umelikataza. Maneno ambayo yanaweza kuvunja amani, haya mambo yamekatazwa na Uislamu. Vitendo ambavyo vinaweza kuvunja amani vimekatazwa na Uislamu. Na Allah subhanahu wa ta'ala kupitia Mtume sallallahu alayhi wasallam akatukataza, hata kama ayu lahibba tutaona mtawala wetu amekosea, viongozi wetu, serikali yetu tukaiona ina makosa, basi hayo makosa tusiyatangaze katika mimbari za msikiti, tusiyatangaze katika majukwaa, tusiandike katika WhatsApp, katika Facebook, tusitoe neno lolote lile ambalo linaweza kuwachochea watu likawa ni sababu ya kuvunja amani. Kwa wale ambao watakuwa na uwezo wa kuweza kumfikia mtawala, kuweza kuwafikia viongozi wa serikali, watawanasihi kwa siri, bali sio kwa kutangaza mbele ya watu. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo ameipokea al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, man arada an yansah lidhi sultan, yeyote yule ambaye anataka kumnasihi mtawala fi amrin, katika jambo ambalo anaona ni makosa, ukaona kwamba mtawala wako ana makosa, kuna mambo ambayo yanaendelea ni ya kimakosa, unahitaji hayo mambo yarekebishwe, Mtume sallallahu alaihi wasallam hakwambii kwamba hiyo message uitume ukiwa juu ya mimbar, hakwambii kwamba uandike barua uiweke katika mtandao, hakwambii hivyo alayhi salatu wasalam. Anakueleza alayhi salatu wasalam kwamba usidhihirishe hizo nasaha. Hili jambo ambalo mtawala amelikosea usilidhihirishe. Anasema fala yubdihi alania, asilidhihirishe kwa uwazi, asilitangaze kwa watu, lakini afanyeje? Lakini liyakhudha biyadihi, au kamate mkono wake, fayakhlu bihi, amweke pembeni huyo mtawala, amnasihi, akikubali alhamdulillah, atakapokuwa amekataa, atakapokuwa amegoma huyo mtawala, fa in qabila minhu fadhaka, ikiwa atakubali, naam, hilo ndio jambo ambalo linatakiwa, wa illa kana kad adda alladhi alayhi lah. Kama atakuwa amegoma, usiende kutangaza kwamba jamani nimemnasihi rais, au nimemnasihi kadha, au nimemnasihi fulani na fulani, akawa hajakubali, ni mkaidi wama ila dhalika. La, kimya, lazima uwe kimya. Kama umemnasihi yeye amegoma, wewe huna uwajibu isipokuwa kufikisha, na tayari ushafikisha, umemfikishia yeye. Akikubali alhamdulillah, na yeye kama amekataa, basi atajuana na Mola wake siku ya kiyama. Fala yunsahu sultan bilmudaharat, mtawala hanasihiwi kwa kuandamana. Sisi waislamu manhaji yetu hatuna maandamano. Maandamano ni ya makafiri. Sisi waislamu hatuna nidhamu inaitwa maandamano, hatuna kabisa. Wala yunsah ala almanabir, na wala mtawala hanasihiwi juu ya mimbari, haifai. Bali mimbar kama alivyoelezea al-allama Salih ibn Fawzan al-Fawzani hafidhahullah katika kitabu chake Sharh al-40, ameelezea kwamba hizi mimbar zilikuwa zinatumika kwa lengo la kuwaombea dua watawala. Maulama na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wanaombea watawala juu ya mimbari za msikiti, walikuwa wanaombea watawala katika hadhara za Eid, walikuwa wanaombea katika sehemu mbalimbali, wanaombea watawala. Kuna maneno mashuhuri ya al-Imam Ahmad bin Hanbal na al-Fudayl bin Iyad kuhusiana na swala la kuombea watawala.
wanasema rahimahumullah tabaraka wa taala kwamba lau anna li da'watan mustajaba, lau kama mimi ningejua kwamba nina dua yenye kujibiwa, la ja'altuhu lisultan, basi hiyo dua au la ja'altuha lisultan, hiyo dua ningeijalia kwa ajili ya mtawala. Wakamuuliza, kwa nini usijalie kwa ajili ya nafsi yako? Akasema, nikijiombea mimi mwenyewe hii ni ya kwangu, lakini nitakapokuwa nimemwombea mtawala akatengamaa akawa mwema, atiyafanya mema kwa ajili ya raia, na mimi mwenyewe nitakuwa nimeweza kufaidika na dua hiyo. Lakini nitakapokuwa nimejiombea mimi mwenyewe nafaidika mimi peke yangu. Nitakapomwombea mtawala akawa mwema, akawa na maono yaliyokuwa mazuri, basi la shaka kwamba raia wake atawafanyia mambo yaliyokuwa mazuri.